wanaume wengi hao ambao wana tatizo la kuwahi kufika kileleni, kinachosababisha ni kwamba ndani ya mwili wao kunakuwa na mrundikano wa mbegu ambao huu mrundikano wa mbegu unasababisha homoni za hisia kuwa juu. Kwa hiyo zile homoni za hisia zinapokuwa juu, ndio unajikuta kienda kushiriki tendo la ndoa anashiriki kwa muda mfupi. Sasa atakaposhiriki kwa kutumia mipira ya kiume au mipira ya kike, yani condom, itamsaidia. Condom waga inapunguza kiwango cha hisia. Yani ukitumia condom, hisia waga zinapungua kidogo, tofauti na ukifanya bila kutumia kinga. Kwa hiyo itasaidia yule mwanaume ambaye kwa nenda kwa dakika 3 akitumia mipira hii, itamsaidia aende hata dakika 7, dakika 10 na kuendelea nyingine. Lakini wale ambao sasa anaenda muda mfupi, labda dakika 3, dakika 4, dakika 5, yani kuanzia dakika 3 kwenda mbele, watumie hii njia, itawasaidia kuweza kwenda kwa muda kidogo, itaongeza kiwango cha muda tofauti na akienda bila kutumia kinga hii. Kwa hiyo ni njia ambayo umeona inawasaidia sana baadhi ya wanaume ambao wana changamoto au wana tatizo la kuwahi kufika kileleni, kwa sababu kama nilivyosema kwamba ile mipira ya kiume huwa inapunguza hisia. Kwa hiyo kama mwanaume saizi kwa ziko juu, itakusaidia kuweza kupunguza kidogo, sawa, ili uweze kwenda kwa muda mfupi, kulingana na jinsi nilivyoeleza kwamba homoni mwanaume hisia zinapokuwa ziko juu, na maana mbegu zinakuwa ziko nyingi sana. Sasa zile mbegu zikiwa nyingi ndio zinasababisha zile homoni za hisia kuwa juu. Homoni za hisia zikiwa juu ndio maana hisia zinakuwa ziko juu. Kwa hiyo ukitumia hii njia itakusaidia sana mwanaume, wala usiwe na wasiwasi. Wanaume mpo, basi chukueni hiyo kutoka Dr. Grayson, ameweza kuizungumza vizuri kabisa kwenye matumizi ya condom. Daktari